Kusifu kunawapasa wanyofu wa moyo. Nani ni mnyofu wa moyo hata akastahili kusifu? Biblia inasema katika kile kitabu cha Zaburi ya 33 mstari ule wa kwanza B, inasema kusifu kunawapasa wanyofu wa moyo. Means asiye mnyofu wa moyo hakumpasi kusifu. Na si kila anayeimba nyimbo za sifa anamsifu Mungu. Na si kila anayeimba nyimbo za kuabudu anamwabudu Mungu. Ibada inategemeana sana na hali ya unyofu, hali ya uchaji wa mtu, maisha yake ya kiroho, ya kiibada, ya kila siku. Inaweza kutuonyesha hii ibada ina maana au ni kelele mbele za Mungu. Biblia inasema wazi, kila mwenye pumzi na msifu Mungu. Kuna watu watamsifu Mungu kwa sababu ana pumzi, kwa sababu ana sauti, kwa sababu wanajua kuimba kwenye key, wanajua kuimba sauti mbalimbali. Lakini je, kusifu as adoration to God, to the creator, to the beginner and the finisher for our faith, je, inahitaji tu sauti? Inahitaji tu kuwa na pumzi? No. Mungu anahitaji moyo. Biblia inasema watu hawa wananikili kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali, iko mbali, iko mbali. Kabla hatujamsifu Mungu kwa midomo yetu, ni lazima tumkaribie Mungu kwa mioyo yetu. Biblia inasema nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa mioyo yenu yote. Yote, mioyo, not midomo. Not midomo. Hebu kanisa la Mungu turudi katika msingi wa kweli wa ibada. Utakuta watu wanaandaa ibada ya kusifu na kuabudu miezi 3, miezi 4. Lakini ukija kuwaambia, je, mnaandaa kwa sababu ya excellence tu? Of course ni vizuri sana, Mungu anapenda ubora. Lakini Biblia inasemaje kwa habari ya kusifu? Biblia inazungumzia habari za unyofu wa mioyo. No matter unaandaa ibada ya kusifu na kuabudu au wewe ni mtu wa kusifu na kuabudu, Mungu amekupa hiyo neema. Embu ongeza na unyofu wa moyo. Embu ongeza na ushirika wako na Mungu, ili ibada yako iwe na matokeo, ili ibada yako izae vitu vizuri vya kiroho. Sio watu wanaenda kwenye ibada wakitoka baada ya kupokea, baada ya kuwa imparted na things of the spirit ya Mungu, anakuwa imparted na things of the spirit of the devil. Unashangaa watu wakishatoka pale, spirit of lust inawavaa. Wakitoka kwenye hiyo ibada, spirit or pride inawavaa kama koti. Kwa hiyo nini Mungu anataka katika kizazi chetu hiki? Mungu ametupa neema ya kuwa na ubora katika kizazi chetu. Vifaa viko vingi, light iko nyingi. Kabla tujaanza kuhangaika na hizo light na smoke na whatever, kuna Shekinah glory ambayo sisi tunatakiwa tuwe nayo ambayo inatokana na ushirika inside of us. Kuna wimbo wa tenzi unasema, kwako Bwana naona kisima cha uzima, mwangu moyoni Bwana bubujika daima. Kabla hatujamfanyia Mungu sifa ambazo tunaita sifa, hatujaongoza watu katika kwa connect na Mungu, sisi we must be connected with that God. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah, my generation. I'm talking these things kwa moyo wa huzuni sana. Maisha yetu ya unyofu tumeweka pembeni na tunasema Mungu anaangalia moyo. By the way, hata huo moyo hauna unyofu. Kwa sababu moyo ungekuwa na unyofu, hata mwilini, hata huku nje tungeuona huo unyofu. Kumbuka, watu hawasomi kilicho ndani ya moyo wako. Mungu ndiye anaweza kusoma kilicho ndani ya moyo wako. Lakini watu wanasoma tuseme ni body language, wanasoma kile unachokiongea, wanasoma kile unachokiishi, kile unachokivaa. Na ndio sasa hivi kumekuwa na mjadala. Je, watu kuvaa nguo hii, kuvaa kimini, sijui kuvaa suruali kanisani, je, ni sawa sio sawa? Huwa haupasi kuwa mjadala.
Kama watu ni wanyofu wa moyo, atajua hichi kitu sitakiwi kuvaa, full stop. Hamna mjadala. Kwa nini tutafute mjadala? Na kwa nini tunavaa vitu? Kwa sababu tumeona taifa fulani wanavaa. Tunavaa vitu kwa sababu tumeona kuna kanisa fulani, kuna waimbaji fulani wamevaa. Kwa nini sisi binafsi hatuna ushirika na huyo Roho Mtakatifu atuambie hicho kitu ni sahihi kufanya au sio sahihi kufanya? Unawezaje ukaenda unaenda madhabahuni unampa Mungu sifa ukiwa umevaa skin jeans, skin tight? Valia skin tight yuko chumbani kwako kama unataka kumpa Mungu sifa kwa style hiyo. Lakini in public area, onyesha unyofu. Onyesha unyofu. Onyesha unyofu. Onyesha unyofu. Kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Usilete hapa kigezo kingine. Mungu anaangalia moyo. Tunakataliwa sisi wengine. Hatupendi na wachungaji. Sijui hatupendi na watumishi. Wanatuona sisi ni watu wa dunia. Wewe mwenyewe umeamua kuonekana mtu wa dunia. Sisi ni barua tunaosomeka. 99% ya watu 100 hawasomi Biblia. Wanayasoma maisha yako. Wewe unayesema umeokoka, wewe unayesema Mkristo. Kwa hiyo as long as umesema mimi ni Mkristo, watu watakusoma zaidi wewe kuliko Biblia. Kwa hiyo kama utasomeka tofauti, it means that unamsababisha Mungu wako atukanwe. Lakini kama utasomeka katika usafi na katika unyofu wa moyo, watu wataijua Biblia kupitia maisha yako. You are a Bible. You are a Bible. Live a Bible. Stay in the Bible. Be a man of the Bible. Am I talking to somebody? Oh my God, my God, my God, my God. My spirit is burning. Roho yangu inawaka moto. Kizazi changu, kizazi changu, kizazi changu. Ndugu zangu katika Bwana. Let change. Let change. Let change. Let change. Mungu sio mzee Asumani. Mungu ni mtakatifu. Na Biblia inasema iweni watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Iweni watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Iweni watakatifu. No option, hamna option ya utakatifu. Hakuna option ya utakatifu. Mtakatifu na azidi kujitakasa. Na azidi kujitakasa. Michanganyo Bwana Yesu amekataa. Ni bora utuambia I'm struggling with this, nahitaji neema ya Mungu initoe hapa, lakini usijitetee katika huo udhaifu kaona kwamba hicho ni kitu cha kujisifia. Na ukasema Mungu angalie mwili, Mungu angalie nini? Mungu anaangalia roho. Ngoja nikwambie. Mungu anaangalia roho. Lakini roho yako inatakiwa ina unyofu. Na unyofu wako usitiliwe mashaka na Mungu mwenyewe kabla watu hawajakutia mashaka. Ni kweli Mungu anamwambia Samueli, usinililie mimi kwa habari ya Sauli, maana nimemkataa. Na kuna jirani yake mwema kuliko yeye. Mimi Mungu aliona unyofu wa moyo wa Daudi. Daudi kama kielelezo cha watu wa kusifu na kuabudu, kama mtu wa ibada. Tunaona moyo wake wa toba. Daudi alipokuwa ameanguka dhambini katika kitabu cha Zaburi ya 51, tunaona kabisa Daudi anakuja kusema nimekosa mbele zako na mbele za watu. Nimekosa mbele zako na mbele ya watu. Nimekosa mbele zako na mbele za watu. Alikiri wazi makosa yake. Lakini kuna watu mnaendelea kuyaficha makosa yenu, mnaendelea kuficha kwa sababu naogopa nikikiri hivi labda jina langu litashuka. Nataka nikwambie hauwezi kushuka ukizungumza ukweli. Once you speak mess, ukizungumza toba, ukizungumza rehema, hauwezi kushuka kwa sababu Mungu anapenda moyo uliotubu na moyo uliovunjika na kunyenyekea. Mungu hakika hata udharau. Watu wa Mungu, leo nikiwa na tafakari hii Zaburi, nimekaa hapo kwa muda mrefu sana, nimeshindwa kuendelea. Zaburi ya 63 mstari wa kwanza. Kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Tukisifu katika unyofu, Mungu ataketi katika sifa zetu. Tutamuona Mungu katika ibada zetu. Tutasikia watu wanapona, watu wanafunguliwa, watu wanajazwa Roho Mtakatifu kupitia ibada zetu. Lakini la sivyo, tutakuwa tunaenda tunajifurahisha wenyewe, mnatoka jasho kwa kucheza, kwa kurukaruka, kupaza sauti, kwa limekauka, and nothing else. To the kingdom of God, we are not mentioned there.
Usifurahi kwa sababu umejaza uwanja. Usifurahi kwa sababu uliita watu ukumbini na wakaja. Usifurahi kwa sababu umeuza tiketi. Usifurahi kwa sababu una like. Usifurahi kwa sababu una comments. Usifurahi kwa sababu una viewers in YouTube. Furahi kwa sababu jina lako limeandikwa kitabuni. Limeandikwaje jina lako kitabuni? Furahi kwa sababu unao uzima wa milele. Furahi kwa sababu umetoka mautini na kuingia uzimani. Furahi kwa sababu umesamehewa dhambi zako. Furahi kwa sababu kiu ya dhambi imekatika ndani yako. Furahi kwa sababu moto wa Roho Mtakatifu unawaka ndani yako. Furahi kwa sababu wewe ni mtumishi wa Mungu unayetumia neno la Mungu kwa halali. Na ukiwa huna sababu ya kutahayari, furahi kwa sababu hata leo Yesu akirudi una uhakika wa kumlaki mawinguni. May God bless you. Mungu akupe neema. Kama unausikia ujumbe huu, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Repent. Jesus is coming soon and is coming for you.